Rais William Ruto ametua katika kaunti ya Makueni kwa ziara ya maendeleo. Safari iliyompeleka kutoka Kilomee hadi mjini Wote, akizindua na kukagua miradi mikubwa ya maendeleo kama vile daraja la Kilomee, barabara ya Mali Ukia na vile kukagua mradi wa nyumba za bei nafuu mjini Wote. Lakini kilichogeuka gumzo sio miradi bali ni siasa zilizozuka katika majukwaa tofauti wakati wa ziara yake. Kwa vyovyote, juu chini, kulia kushoto, mbele na nyuma, hii Ukambani haiwezi kuwa upinzani na kubaki nyuma tena. No. Na kwa mara ya kwanza viongozi wa Makueni katika kambi ya upinzani wakiongozwa naye Gavana Mutula Kilonzo Jr., Seneta wa Makueni Daniel Kitonga Manzo na vile mjumbe wa Makueni Suzanne Kiamba waliweza kuandamana na Rais Ruto kwa minajili ya kuweza kushinikiza zaidi kupata miradi zaidi ya maendeleo katika eneo hili la Makueni kwa ujumla. Wakati Thwake itaisha, maji ya kwanza itakuja Wote. Rais Ruto kwa kawaida yake na ucheshi mkali aliweza kutoa maneno ya kukejeli upinzani, akisema kwamba upinzani hauna sera, hauna mpango wala akili ya kuiongoza taifa la Kenya. Mtu anachaguliwa kwa sababu ya sura ama kwa sababu ya kazi? Mtu atafanya kazi yoyote anapatiwa uongozi? Mtu hana mpango, hana sera, hana agenda, hana idea, hana chochote, ati unapatia mtu aongoze? Si Kenya itakwama? So sio ushuru, sio ushuru, shida ni akili, mtu mwenye ako na akili. Lakini ilipofikia wakati wa mjumbe wa Makueni Suzanne Kiamba kuzungumza, pale mwisho aliweza kutoa matamshi ambayo alionekana kuyarudisha kwa Rais William Ruto na kusema kwamba usemi wa William Ruto wa kudai kwamba upinzani hauna akili, sera na mpango wa kuiendeleza taifa sio matusi tu kwa viongozi wa upinzani bali ni hata kwa Wakenya. As a social safeguard specialist, hakuna mtu aliumbwa na sura ya Mungu anaweza kuwa bure kabisa. Kila mtu ameumbwa na sura ya Mungu, hata awe bubu ana kitu iko ndani yake. Hii maneno ya kusema sisi tukiwa opposition ni bure kabisa, sipendi. This is a master's. Yule Susan mnaona hapa, huyu Susan ni master's order. Kwa hivyo wakati tunafanya siasa, give us space, let us grow with respect. Rais Ruto aliweza kuchukua kipaza sauti tena na kuweza kujaribu kulitoa joto la mjumbe Suzanne Kiamba kwa kuyarudia yale maswali yake ya awali ya kuuliza, je, hawa wapinzani wetu wana sera, wana mpango? Lakini kwa wakati huu alipata majibu tofauti. Wale majamaa wako na mpango, wako na sera, wako na agenda, akili wako naye. Sasa unajua sasa wasaidizi wake Rais Ruto alioambatana nao katika ziara yake kama vile Waziri Alfred Mutua, mjumbe wa Kibwezi Mwengi Mutuse na vile mjumbe wa Mwala Vincent Kawaya, alikadhalika aliye katibu katika Wizara ya Uchukuzi Teresia Mbaika, walionekana kukenua na wasiwasi kabla ya kuchukua kipaza sauti na kuweza kurekebisha hali ya hewa aliyoharibu mjumbe Suzanne Kiamba. Niseme nisiseme, unajua hawadanganyi Wakamba eti kwa sababu hawajui kile wanafanya. Ni formula inaitwa political poverty strategy. Kwa mara ya kwanza ama mara nyingine, Ukambani umeweza kushuhudia tu sio ahadi za maendeleo bali hata ubabe wa kisiasa. Hii leo mjumbe Suzanne Kiamba akiiteka siku.